Samia Suluhu ajipanguza damu usoni na viganjani mwake baada ya vijana wengi wa Kitanzania kupoteza maisha katika vuguvugu iliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile ambacho wanaharakati wamekitaja kama taswira majeraha yasiyoisha, mjadala mkali umeibuka kufuatia madai mapya yaliyosambazwa na mwanaharakati Mange Kimambi kupitia mitandao ya kijamii. Katika taarifa hii ameeleza kwa msisitizo kuwa historia ya machungu ya Watanzania wakati wa vipindi vya misukosuko ya kisiasa haijafutika, na kwamba hatua zozote za msamaha zinazotolewa kwa watu waliowahi kufunguliwa mashtaka mazito hazijaguswa na uhalisi wa vilio vilivyo nyuma ya pazia hilo. Taarifa hiyo imefungua kurasa mpya wa uchunguzi wa kijamii unaoangazia mizizi ya maumivu, ukinzani wa simulizi rasmi na mustakabali wa misingi ya haki nchini. Na kwenye ujumbe wake, Mange Kimambi alitaja na kusema kuwa aliyeua zaidi ya wananchi 10,000 na kupora urais ndio ambaye anatoa msamaha kwa wananchi aliowakamata kwa kudai haki. Haki, kuna vitu vinauma hadi kwenye maini. Seriously, waliozika ndugu, jamaa na marafiki ndio wanaopewa msamaha na aliyetuma majangili kuua ndugu zao. Yaani sio yeyote ama sio yeye kuomba msamaha, ila yeye ndio anatoa msamaha. Haya ndio maridhiano yao. Waliotaka kudai haki zao na kisha kupewa kesi za uhaini ndio wanapewa msamaha na muuaji aliyewalimbikia kesi. Naomba wa Tanzania mkapitie peji yangu ya Twitter X jamani. Baada ya mauaji haya ni lazima haki na katiba mpya ipatikane. Hakuna kurudi nyuma baada ya kuzika ndugu zetu. Ndio ujumbe wake Mange Kimambi, ambao unaonyesha kwamba ujumbe wake Samia Suluhu, akitaja na kusema kuwa amewasamehe wote waliolimbikiziwa kesi kubwa kama za uhaini baada ya vurugu, akitaja kwamba wale wote waliokuwa wanaandamana pengine hawakuwa wanajua kile walichokuwa wanakifanya. Katika muktadha wa taarifa hiyo, hoja kuu imeelezwa kwenye kile kinachoelezwa kwa mgongano kati ya vuguvugu la maridhiano ya kisiasa na kumbukumbu ya watu waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki katika matukio yaliyoacha alama nzito kijamii. Na katika simulizi inalosambaa mtandaoni imeelezwa kuwa wale waliopoteza wapendo wao katika machafuko ya zamani ndio hao wanaojikuta katika mstari wa kupokea msamaha kutoka kwa mfumo uliowahi kufunguliwa ama uliwahi kufungulia mashtaka makubwa, na ambao kwa kutazamwa kiuhisia ulionekana kuhusika na misururu ya madhila iliyowakumba. Huu ndio msingi wa mshawasha wa maoni unaoendelea kushika kasi ndani na nje ya mitandao ya kijamii, unaochochewa zaidi na hisia kwamba simulizi rasmi za maridhiano hazijashughulikia kwa kina mizizi ya visasi, uchungu wa madai ya uonevu wa zamani. Na katika siku za karibuni mjadala huu umegeuka kuwa zaidi ya hoja za mtandao, umegeuka na kuwa umekuwa rejeo la kumbukumbu ya mawazo, makovu ya kihistoria na maswali yasiyofungwa miaka baada ya matukio yaliyotajwa kuwakumba raia waliodai haki zao katika mazingira yasiyokuwa ama yaliyokuwa na mavutano kati ya nguvu za dola na makundi ya kiraia. Na katika simulizi linaloendelea kutengenezwa, picha inayojitokeza ni ya taifa linalojaribu kusawazisha hitaji la utulivu na maridhiano, huku likikabiliwa na mzigo wa historia ambao haujatoweka ndani ya mioyo ya familia nyingi. Na kadri mjadala unavyozidi kupanuka, imekuwa wazi kwamba hoja kuhusu msamaha wa watu waliowahi kutiwa hatiani kwa makosa yanayohusishwa na masuala ya kisiasa inakwenda mbali zaidi utaratibu wa kisheria. Kwa wengi, swala hili limeibua hisia ya kutokamilika kwa mchakato wa haki, kwa sababu msamaha unaonekana kutolewa wakati bado kuna maswali mazito kuhusu mazingira ambayo baadhi ya watuhumiwa waliwahi kutiwa nguvuni, walivyoshikiliwa na namna taratibu zilivyotekelezwa katika kuwafungulia mashtaka ya uhaini na makosa mengine makubwa.
Na katika simulizi la makundi ya kiraia, madai yanayojitokeza ni kwamba watu waliowahi kushiriki maandamano au kudai mabadiliko ya kisiasa walijikuta wakikabiliwa na tuhuma nzito zisizoendana na mazingira waliokamatwa. Kwa mujibu wa hoja hizo, athari zilizoonekana baada ya kukamatwa kwao zilikuwa na ushawishi mpana ndani ya jamii, zikitoa taswira ya makundi mawili tofauti: wale waliokuwa wakiona hatua hizo kama mbinu ya kunyamazisha na wale waliokuwa wakiamini kwamba mfumo uliotumika ulikuwa sehemu ya utekelezaji wa taratibu za kiusalama. Tofauti hii ya mtazamo ndio msingi wa mgawanyiko unaoendelea kushamiri hadi leo. Na katika simulizi la kihistoria lililosukwa katika mjadala huo, madai kuhusu watu kupoteza maisha katika mazingira yenye sura ya vurugu wakati wa misuguano ya kisiasa yamekuwa yakitajwa kama msingi wa machungu ambayo bado hayajapata ufumbuzi rasmi. Na ingawa matukio hayo hayajawahi kufanyiwa uchunguzi wa kina uliokamilika kwa kiwango kinachokubalika kitaifa na kimataifa, kumbukumbu zake zinaendelea kuibuka katika makala, majukwaa ya mitandao na mijadala ya wanasheria na wanaharakati wanaotaka mchakato wa kiukweli na maridhiano yenye msingi madhubuti. Na katika mazingira hayo, taarifa ya Mange Kimambi imekuwa kama kioo kinachoakisi hisia za kundi la watu wanaoamini kwamba mjadala kuhusu majeraha ya zamani haupaswi kufungwa kwa misamaha pekee bila uchunguzi, utambuzi wa kweli na uwajibikaji wa kitaasisi. Na kwa mchakato wa kujenga misingi ya taifa unahitaji zaidi ya ishara ya msamaha, unahitaji kurejesha imani iliyopotea, kuangazia ukweli uliofunikwa na kuwapa nafasi waathiriwa kueleza simulizi zao bila hofu. Kadri majadiliano yanavyozidi kushika kasi, basi picha pana inaonekana ni ile ya taifa linalojaribu kutembea katika mstari mwembamba kati ya kutafuta amani ya baadaye na kukabiliana na historia iliyojaa majeraha. Na katika simulizi za wanaharakati, maridhiano bila ukweli yanatajwa kuwa kama daraja lisilojengwa juu ya msingi imara, linaweza kuporomoka wakati wowote ambapo mzigo wa kumbukumbu na hisia ukosefu wa haki utakapozidi uzito wake wa sasa. Msingi huu ndio unaoingiza hoja za mabadiliko ya kikatiba katika mjadala, ambapo wanaotetea mageuzi wanasema kwamba mfumo utakaoweka mizania ya haki, uwajibikaji na ulinzi wa raia unahitaji kuandika upya ili kuondoa mianya ya matumizi mabaya ya madaraka. Na katika upande mwingine wa mjadala, kuna sauti zinazotaka taifa liondoke katika kurejea kila mara simulizi ya machungu ya zamani na badala yake kujikita katika kujenga mustakabali mpya. Hata hivyo, hoja hiyo haijafuta maswali yanayoendelea kuulizwa kuhusu namna mfumo uliopo unavyowalinda wale wanaojikuta kwenye mstari wa mbele wa kudai haki zao. Kwa wengi, maswali haya hayawezi kufutwa bila uchunguzi huru na wazi na wenye mamlaka ya kufikia kiini cha tuhuma zote zinazohusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na matukio ya vifo katika mazingira yenye sura ya kisiasa. Na katika uwanja wa mijadala ya kitaifa, hoja kuhusu katiba mpya imefunguka upya katika mazingira ya simulizi lililojaa majeraha. Katiba mpya inaonekana kama mwanga wa matumaini, nyenzo ya kuanzisha upya mfumo unaoelezwa kuwa na mianya iliyoruhusu baadhi ya matukio ya ukiukwaji wa haki kutokea bila uwajibikaji wa moja kwa moja. Kwa mantiki hiyo, mjadala wa marekebisho ya katiba hauonekani tena kama hoja ya kisiasa pekee, umejengwa kwenye msingi wa kutafuta mfumo utakaolinda wananchi katika nyakati zote, ikiwa ni pamoja na vipindi vya misukosuko ya kisiasa. Kadri mjadala unavyoendelea, simulizi linajengwa kwamba taifa linaingia hatua ya kujiuliza maswali magumu kuhusu maana ya haki, namna ya kulinda heshima ya binadamu na uwiano kati ya mamlaka ya dola na uhuru wa raia. Na katika msingi wa hoja hizi, watu wanaoibua kumbukumbu za waliopoteza maisha wanasema kwamba taifa liweze kuzungumzia maridhiano bila kukiri hadharani yaliyowahi kutokea, kuyachunguza na kutoa majibu yatakayokubalika na wote. Na katika sura ya mwisho ya simulizi hili, kinachojitokeza ni taswira ya nchi inayojaribu kujenga daraja kati ya majeraha ya zamani na matumaini ya kesho.
Hoja zinazotolewa na wanaharakati kama Mange Kimambi zimekuwa kama mwangwi wa madai ya vizazi vipya vinavyotaka mabadiliko sio kwa maneno bali kwa misingi imara ya kisheria, kifedha, kijamii na kiutawala. Ni mjadala unaoendelea kujikita katika msingi mmoja muhimu kwamba taifa haliwezi kuendelea mbele kikamilifu bila kukubaliana na historia yake ya uwazi, uaminifu na ujasiri. Na ikiwa mazungumzo kuhusu katiba mpya, uchunguzi wa matukio ya zamani na maridhiano yenye mizizi ya ukweli yatafanikiwa, basi misingi ya taifa inaweza kuanza kujengwa upya, ila si kwa Samia Suluhu kuanza kujipanguza uso wake wa damu na viganja vyake baada ya wengi kuaga na kupoteza maisha yao. Lakini hadi hapo simulizi la maumivu, hasira, matumaini na matarajio litaendelea kuandikwa kila siku, ikiwa kama ukumbusho kwamba haki na maridhiano ya kweli havijawahi kuwa safari fupi. Ni hayo tulikuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako moja pendwa ambayo inakupatia uchambuzi wa kina bila kupindisha taarifa wala kuegemesha upande wowote. Hapa ndipo, nakumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, bila kusahau kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu zinapowekwa.